nachukua nafasi hii kutoa taarifa kwa umma juu ya mabadiliko ya bei za mafuta kwa mwezi Juni mwaka 2025. ZURA inatangaza bei za mafuta kwa mwezi Juni mwaka 2025 leo tarehe 8 mwezi wa 6 2025, ambazo zitaanza kutumika rasmi siku ya kesho, siku ya Jumatatu tarehe 9 mwezi wa 6 2025. Kwa kawaida ZURA kwa tunapanga bei kwa kuzingatia miongoni mwa masuala yafuatayo. Kwanza, wastani wa mwenendo wa bei za mafuta katika soko la dunia ama Platts quotations. Pia huwa tunaangalia gharama za uingizaji wa mafuta katika bandari ya Tanga na wakati mwingine Dar es Salaam. Pia huwa tunaangalia gharama za mabadiliko ya fedha za kigeni zinazotumika kununua bidhaa hizi za mafuta. Halikadhalika huwa tunaangalia gharama za usafiri, bima na premium mpaka mafuta yanafika Zanzibar. Pia tunaangalia kodi na tozo za serikali, halikadhalika faida kwa wauzaji wa jumla na rejareja. Baada ya kuzingatia haya ndio tunapanga bei za mafuta. Na kwa mwezi Juni 2025 bei za mafuta zitakuwa kama ifuatavyo. Bei kwa mwezi Mei 2025 kwa upande wa petroli ilikuwa ni shilingi 2969. Kwa mwezi Juni 2025 bei itakuwa shilingi 2968, imepungua kwa shilingi moja sawa na 1.03. Lakini kwa upande wa dizeli bei za mafuta kwa mwezi Mei ilikuwa ni shilingi 3191, lakini kwa upande wa mwezi wa Juni itakuwa shilingi 3162, imepungua kwa shilingi 29 sawa na 0.91. Lakini kwa upande wa mafuta ya taa bei kwa mwezi Mei ilikuwa shilingi 3200 na kwa mwezi Juni ni shilingi 3150, imepungua kwa shilingi 50 sawa na 1.56. Na kwa upande wa mafuta ya ndege bei ilikuwa shilingi 2537 kwa mwezi Mei. Kwa mwezi Juni bei itakuwa shilingi 2521, imepungua kwa shilingi 16 sawa na 0.63. Naomba kurudia bei za mwezi Juni. Kwa mwezi Juni petroli itakuwa shilingi 2968, diesel itakuwa shilingi 3162, mafuta ya taa itakuwa shilingi 3150 na kwa mafuta ya ndege itakuwa shilingi 2521. Ndugu waandishi wa habari, sababu kubwa za kupungua kwa bei za bidhaa hizi ni pamoja na kupungua kwa gharama za bei hizi katika soko la dunia, kupungua kwa gharama za usafirishaji mpaka mafuta yanafika Zanzibar, lakini pia thamani ya fedha za kigeni zinazotumika kununulia mafuta haya. Ndugu waandishi wa habari, tunaendelea kuwasisitiza wananchi kuendelea kununua mafuta katika vituo halali vya mafuta na kudai risiti za kielektroniki kila wanaponunua mafuta haya.